Wananchi wanaotumia kivuko cha MV Mafanikio wameiomba serikali kufanya ukarabati wa kivuko kinachofanya safari zake kutokea feri kwenda Msanga Mkuu. Hayo yamejiri kutokana na changamoto zinazowakabili wananchi hao, ikiwa ni kukwama na kucheleweshwa kwa shughuli za watumiaji, ikiwa ni pamoja na kupanda kwa harama wanapotumia vyombo vingine kuvuka. Naitwa Salmu Chitagu. Mimi ni mchuuzi wa Msanga Mkuu. Nachukua bidhaa huku naleta huku. Kivuko kinatusaidia katika, yani kivuko kwa kifupi ni muhimu kwetu sisi, hasa kwa wafanyabiashara, hata pia wananchi ambao wanaishi Msanga Mkuu, kwa sababu huduma zote huwa tunategemea mjini. Kwa inapotokea kivuko kinatokea hitilafu kama jana, changamoto inakuwa kubwa. So katika hivyo vivuko ambavyo tunatumia kuvukia vile viboti vidogo vinatutesa, huwa kwanza vikai pikipiki, na pia bei ya nauli mle inakuwa juu, kwa sababu nauli kwenye pantoni 300 mle inakuwa shilingi 1000, lakini pia huwa hatufiki. Lakini pia kuna watu ambao wale wenye mahitaji maalum, kwa mfano walemavu, hawawezi kutumia vile vivuko vidogo. Kwa hiyo pia kwao inakuwa changamoto. Unaona? Kwa hiyo kivuko kupata shida, huwa sisi tunapata shida zaidi. Yaani tunachokiomba kwa pande ya serikali, wawe wanazingatia hiki kivuko kinakuwa kipo salama kila wakati. So kwenye kukiangalia, lakini pia jambo la pili kwenye kukirekebisha, kwa sababu changamoto kubwa inajitokeza hapa, huwa kivuko kinapata shida ya kuharibika mara kwa mara. Sasa hili nalo ni changamoto ambalo huwa linatutesa. Kwa serikali waje kuangalia kwenye kipengele hicho cha kukiangalia kivuko, kusimamia, na jambo la pili usalama wa kivuko hapo. Hoja ya kivuko kwa kweli, tulikotokea na sasa hivi naona kama tunataka turudishwe nyuma tena tulikotokea kuhusu hoja ya kivuko, kwa sababu zamani tulikuwa tunavuka na mitumbwi ya kawaida na maboti ambayo ilikuwa hayana uhakika kwa usalama. Serikali ikaliona hilo, wakatuletea kivuko. Tunawapongeza na tunawashukuru sana kwa kuliona hilo, lakini tuna mashaka na wasimamizi, kwa sababu hao wasimamizi si kwamba ni wageni, wanaelewa hali ya bahari, maji kupwa na kujaa, wanaelewa. Sasa ni ajabu, na hiki kivuko tangu kimiletwa mpaka leo takriban miaka 10, na mimi ni wazoefu. Leo ni ajabu kusikia kivuko kimipwewa kinachukua kutwa mzima akijafanya kazi, kinaleta sitofahamu. Na sisi wakazi wa kata ya Msanga Mkuu ambayo inaunganisha vijiji vitatu pamoja na kata ya Nalingu, njia yetu kuu ndio hii, na kuna dharura nyingi za wagonjwa, tunategemea njia hii. Sasa leo kivuko kikiwa kimepwewa hakifanyi kazi kwa kutwa mzima, je, anapotokea mgonjwa tunafanyaje? Ndio maana nikasema kwamba wanataka kuturudisha kule kule kwenye karne ya 47. Kwa hiyo tunaomba sana 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 wasimamizi wa hiki kivuko, hasa TAMESA, wawe makini katika kuangalia utendaji kazi wa hiki kivuko. Jana tulipata na ya kupwewa hiki kivuko, kilikuwa kimipanda juu hapo, ikawa kwa jana kikufanya kazi kabisa. Leo ndio nimeliona tatizo hilo kwa linageuka kwenye kupewa Musa Hamisi maarufu Tola kutoka Msanga Mkuu. Ushauri wangu, nataka kivuko kisimame vizuri, kisiwe na tabia ya kwa mara kinageuka mara kinafanya hivi. Yaani wanasimamia kivuko, yani wawe kwenye msimamo mzuri na kusimamia hiki kivuko, kwa sababu mara nyingi kinapokuepo kimipwewa, watu wa Msanga Mkuu tunakuwa na changamoto sana ya kivuko, kwa sababu mara nyingi vitu vyetu tunachukulia mjini huku, kama tunapokosekana kuvuka, basi tunakuwa kwenye changamoto kama hiyo. Zungumza kwa njia ya simu, meneja wa vivuko kanda ya Mashariki na Kusini ameeleza kuwa tayari wameshachukua hatua ili kivuko kifanyiwe marekebisho makubwa. Kivuko hicho tunakifanyia, lakini tumeshaingia mkataba na Songoro ndio kwenda matengenezo makubwa. Kwa matengenezo utaanza. Kwa saizi bado mkandarasi hajalipwa. Kwa hiyo akishakulipwa tu ile wanasema malipo ya mwanzo, advance payment, kivuko hicho kitenda matengenezo makubwa. Kutoka mkoani Mtwara, Heri Abdalla, Chivihi Media.